tuangazie historia ya ujenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kirumba Mwanza. Historia ya ujenzi wa kanisa la Waadventista wa Sabato Kirumba ilianza miaka ya 1950 tulipopata taarifa za waumini wa mwanzo waliokuwa wakikutana bila kuwa na jengo rasmi la ibada katika mji wa Mwanza. Jina la awali na rasmi kama lilivyosajiliwa ni Kanisa la Waadventista wa Sabato Mwanza. Tangu enzi hizo hadi lilipozaliwa makanisa mengine ndani ya jiji hili, jina hilo limeendelea kubaki kwenye kumbukumbu rasmi za kanisa. Katika kikao cha baraza la mtaa kilichofanyika tarehe 17 Julai mwaka 1988, ulifanyika mgawanyo wa mtaa huo katika sehemu mbili. Hapo ndipo mtaa mama ukapewa jina la Kirumba kutokana na eneo lililopo jengo kuu la ibada. Tangu hapo kanisa likaanza kujulikana kama Kanisa la Waadventista wa Sabato Kirumba, ingawa jina la Mwanza bado linasalia kwenye kumbukumbu rasmi. Mwanzo wa huduma ya Injili Mwanza. Huduma ya Waadventista wa Sabato ilianza rasmi Mwanza miaka 1950 chini ya uongozi wa mchungaji Haruni Mashigani. Kundi hili la awali lilikuwa dogo lakini thabiti katika imani. Wakati huo mchungaji Timotheo Lima alirithi kazi kutoka kwa mchungaji Mashigani, akihudumu maeneo ya Nasa Mwanza. Mnamo mwaka 1958 chini ya uongozi wa mchungaji Jeremia Lima aliyeongoza Nasa na Mwanza, zilifanyika kampeni kubwa za Injili zilizoongozwa na mwenyekiti wa Union, mchungaji J.D. Arkombe kutoka Busegwe. Katika kampeni hiyo watu 37 walibatizwa na ikapendekezwa kila mshiriki achangie, wanaume shilingi 50 na wanawake shilingi 25 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la kanisa. Kituo cha umissionari cha Nasa kilichopo Mwamanyili ndicho kilichokuwa kikisimamia kazi ya kanisa katika maeneo mbalimbali ikiwemo Usumau, Chumbe, Mkilo, Mwanza, Kasamwa Geita na Ukerewe. Mnamo Aprili 26 mwaka 1958, mwinjilisti Godson Elieneza aliteuliwa kuwa msimamizi wa kazi ya uinjilisti katika mji wa Mwanza, akisaidiana na mwinjilisti Zakayo Kusekwa. Kwa pamoja chini ya mchungaji Timotheo Lima waliendesha mikutano mikubwa ya Injili na idadi ya waumini iliongezeka kwa kasi. South Nyanza Field ilitoa msaada wa shilingi 100,000 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi, kiasi kilichopokelewa rasmi na baraza la kanisa tarehe 7 Machi mwaka 1965. Mnamo tarehe 17 Oktoba mwaka 1965, jengo la kanisa lilikamilika na kuwekwa wakfu likiwa na waumini 145. Sherehe hiyo iliongozwa na mchungaji Haruni Mashigani kwa kushirikiana na Ruben Gasani, katibu mhazini wa Field. Ueneaji wa kanisa na maono mapya. Kanisa la Kirumba limeendelea kuwa chanzo cha makanisa mengi ndani na nje ya jiji la Mwanza, yakihudumia waumini wengi zaidi kila mwaka. Ujumbe wake umebaki kuwa ule ule, kuitangaza Injili ya milele katika muktadha wa ujumbe wa malaika watatu, Ufunuo 14 mstari wa 6 mpaka wa 12, na kuandaa watu kwa marejeo ya Kristo yaliyo karibu sana. Kwa miaka mingi jengo la awali la kanisa liliendelea kutumika, lakini kutokana na ongezeko la waumini likawa dogo. Mnamo mwaka 2008 kanisa likaamua kununua kiwanja kipya maarufu kama kiwanja cha Zaburi kwa ajili ya kujenga jengo jipya. Msingi na nguzo zikasimikwa kama hatua ya awali ya ujenzi.
Tarehe 12 Agosti 2014, kiongozi mkuu wa Division ya Afrika Mashariki na Kati, Mchungaji Blasius Ruguri, alitembelea eneo la ujenzi na kuweka jiwe la msingi. Alitoa mchango wa kiasi cha shilingi za Kenya 500,000, sawa na shilingi milioni 10 za Kitanzania, ili kusaidia kazi hiyo. Na leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2025, kiongozi huyu atasimamia ibada ya kuweka wakfu jengo hili. Ujenzi huu pia umewezeshwa kwa msaada mkubwa Mchungaji Godwin Lekundayo pamoja na ofisi ya South Nyanza Conference, ambayo imekuwa ikitoa michango mara kwa mara ili kufanikisha ujenzi wa kanisa kwa nyakati tofauti tofauti chini ya viongozi wafuatao: Joseph Bulengela, Sadok Butoke na kwa sasa Pastor Beatus Mlozi. Na wafuatao ni baadhi ya wachungaji waliochunga mtaa wa Kirumba kwa vipindi tofauti tofauti: Mchungaji William Mshala, Mchungaji Daudi Makoye, Mchungaji Isaac Maiga, Mchungaji Deogratius Bambaganya, Mchungaji Kenan Mwasomola, Mchungaji Mugaywa Lugembe, Mchungaji Zakaria Kanyamaza, Mchungaji Kulengwa, Mchungaji Lamwek Mwamkonda, Mchungaji Faustin Karuma, Mchungaji Steven Akeyo, Mchungaji Eli Mramba, Mchungaji Yusuf Lutonja, Mchungaji Elton Mvanga, Mchungaji Harun Kuyenga. Sambamba na wachungaji hao pia kumekuwa na wazee wa kanisa katika vipindi tofauti, na wafuatao ni ambao wako kwenye zamu wakati huu ambapo kanisa linawekwa wakfu: Mzee Bona Max Mbasa, Mzee Mazaba Warioba, Mzee Amos Bwana, Mzee Daniel Tereni, Mzee Jacob Kieze, Mzee Nation Chacha, Mzee Nicodemus Maremi, Mzee Thomas Magafu pamoja na Mzee Joseph Kabuchi. Kanisa pia linatambua mchango wa kitaaluma uliotolewa na watu mbalimbali wakiwemo Mark Bomani, George Hezron, Isaac Intale, Seti Mganda, Suleiman Onditi, Samuel Nkonya, Peter Makuke, Samuel Panda, Emmanuel Jacob pamoja na Baraka Dishon. Vipindi viwili vya maendeleo ya ujenzi kabla ya Jubilee 2008 mpaka 2015. Kipaumbele kilikuwa ununuzi wa viwanja na ujenzi wa makanisa kwa ajili ya makundi yaliyokuwa chini ya Kirumba. Hiki ni kipindi ambacho pia kulichangiwa sana hospitali ya South Nyanza Conference iliyopo Pasiansi. Makanisa yaliyoanzishwa au kuimarishwa ni pamoja na Jiwe Kuu, Ibanda, Capri Point, Kabuhoro, Kamanga, Ghana, Lubaga, Moria, Liakanyasi na Juma Kisiwani. Baada ya Jubilee 2016 mpaka 2025, kipaumbele kikuu kilielekezwa katika kumalizia ujenzi wa jengo la kanisa. Mchoro na mahitaji ya jengo yalifanywa marekebisho ili kuendana na mahitaji ya sasa. Jengo hili jipya lina uwezo wa kuchukua waumini takribani 2,000 kwa wakati mmoja, na ndani yake utakuwa na chuo cha muziki wa Kiadventista, studio ya kisasa, maktaba ya urithi wa Kiadventista, ofisi za utawala na kituo cha mvuto. Mialiko na maono ya baadaye. Kanisa jipya ni baraka kubwa si tu kwa shughuli za kiibada, bali pia kwa maendeleo ya vipaji vya muziki wa Kiadventista. Tamasha maalum la muziki hufanyika kila mwisho wa mwaka likihamasisha nyimbo za kiroho. Kanisa linakaribisha South Nyanza Conference na makanisa yote ya Adventista kutumia ukumbi huu kwa ajili ya mikutano na sherehe nyingine kubwa, badala ya kutumia kumbi za gharama nje ya kanisa. Mbali na jengo la ibada, Kirumba lina viwanja 3 vya wazi vinavyotumika kwa shughuli mbalimbali za kijamii kwa utukufu wa Mungu. Karibu Kirumba, karibu Mwanza, karibu tushuhudie kwa pamoja uwekaji wakfu
wa jengo jipya la kanisa la Waadventista wa Sabato Kirumba. Bwana Yesu asifiwe tena. Niombe kwaya ya Moria tafadhali iwe na panda stage. Niombe mhazini wetu wa Union ya Kaskazini mwa Tanzania, Elda Mavanza, atapanda pia kwa ajili ya neno fupi la sadaka, na kwaya ya Moria itakuwa ikitongoza kwa wimbo tutakapokuwa tukitoa sadaka zetu za shukrani kwa ajili ya ibada yetu ya leo. Tunayo masanduku ambayo yamewekwa, lile mkono wangu wa kulia na mkono wangu wa kushoto, na wapo mashemasi watatuongoza vyema kwa ajili ya utoaji wa sadaka kwa namna ambavyo tumeketi. Lakini tulioketi mbele pia tunao masanduku mawili, mkono wangu wa kushoto hapa, mkono wangu wa kulia samahani, na jingine lipo mkono wangu wa kushoto hapa meupe. Tafadhali tuendelee kuketi na mashemasi watakuwa wakitunyanyua kwa kadri ambavyo tumekaa. Bwana endelee kutubariki.